wote tulikuwa tunamsubiria kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro anaitwa Afande Alex Mkama aweze kuzungumza nanyi mawili matatu. Baada ya hapo tuendelee na zoezi letu la ukaguzi wa magari. Afande, karibu. Jamani, habari zenu? Habari za kazi. Sasa tumekuwa na utamaduni wa kufanya ukaguzi wa haya magari ya watoto. Na hiyo tunaona hatupati ushirikiano kutoka kwenu. Sababu tangu tumewaita hapa magari yaje hapa naona anakuja kidogo. Na tunataka tuelewe sasa, tujue shida ni nini, kwa nini ule utamaduni wenyewe kukagulisha vyombo vyenu bado hamjaona umuhimu. Sisi tunaona ni muhimu, si ndio? Na mwaka jana nafikiri tulikaa kikao na matron na patron, tulikaa na madereva, baada tukakaa na wamiliki. Kwa kwenye kuhusu swala la elimu tumetoa umuhimu wa hiki kitu. Na tunasema hivyo kwa sababu sisi tunamlinda mtoto ambaye na yeye pia anajua na wauma mtoto, si ndio? Na tumekuwa tukiona matukio mengine huko yanahusu mtoto mengi tu, ikiwemo ukatili wa kijinsia, lakini watoto wanagongwa, dereva anamfikisha tu sehemu hapo anafanya nini, mtoto anavuka mwenyewe anapita mbele yake hapa anamgonga. Lakini magari sasa, kuna magari mengine yametoboka mpaka chini, na watoto wengine ni wadogo kama huyo, anaweza akapitiliza mpaka chini. Mwingine ameweka tu mfuniko hivi. Lazima ufanye service, uweke matairi mazuri vizuri. Wakati mwaka jana kuna mmoja alikuja hapa haina hata kitasa tu, yaani kufungua mpaka anazungukia huko, anafunga na kamba mlango, yaani mlango unafungwa na kamba. Sasa hii sio sawa, si ndio? Kwa hiyo gari lazima liwe zuri la watoto. Sio anapoenda shuleni kule, shule nyingine kuja kwenye gari ndio kwamba anapata mazingira yale. Nimeleka. Sasa ukaguzi ni muhimu kusudi tuangalie ubora wa nini? Wa chombo, kusaidia kuokoa maisha ya watoto au maisha ya watu pamoja na nyinyi wenyewe. Hii magari mengine ukuta ni mabovu, yale ambaye amechoka kwenye taasisi huko, yameshachoka huko, mtu amestaafu ameuza gari lake limechoka, ndio anakuja analileta kutumike kubeba watoto. Hii sio sawa. Kwa hiyo tunahitaji magari yale ambayo yanafuata taratibu zote kwa usalama wa watoto, madereva na watu wengine ambao wanabeba kwenye yale magari. Sawa. Na ukaguzi vinatakiwa kabla shule haijafunguliwa, unakuja unafanya ukaguzi hapa. Lakini mtu mwingine ambaye ni smart, hata baada ya kufunga anakuja analiangalia kusudi ajue atengeneze nini, si ndio? Sasa nyinyi mpaka tuwavizie kama mtu, yani mpaka anamuinda nani? Anamuinda pale. Haipashi kuwa hivyo. Sawa? Haipashi. Kwenye mkoa wetu sisi tumejiwekea utaratibu. Hatutaki kuona matukio ambayo yanapelekea kupoteza watoto. Wanapotea kwa sababu ambazo tunaweza kuzizuia. Kwa hiyo tuweze kuna nini pamoja, mnakuja hapa unapata elimu au wakaguzi wa magari kama mnavyowaona. Haiko na askari wa usalama barabarani. RTO tulikuwa akifanya kila mara nataka waone kusudi angalau tubadilishane elimu, ufahamu na vyombo vikae vizuri. Sawa? Kwa hiyo tunatarajia baada ya ukaguzi mtaelekezwa nini ambacho ni tatizo. Shule sasa hazijafunguliwa, lakini zitakaribia kufanya nini? Kufunguliwa. Kwa hiyo tunatarajia baada ya kumkishaelekezwa mtarudi tena tuje tuangalie yale mapungufu yaliyopo mmeyarekebisha au namna gani. Si mnaelewa? Na hiyo kama matron nafikiri mnafahamu wajibu wenu. Matukio ya watoto, mkoa wa Morogoro una matukio pia ya watoto kufanyiwa ukatili. Tunao tukio moja, kwa mfano dereva alimfanyia ukatili mtoto kwa sababu alibakia na binti, akamfanyia ukatili. Kwa hiyo tunatarajia yeye matron usimwache dereva akiwa na mtoto peke yake, hasa madereva wa kiume, si ndio? Wakiwa na watoto peke yao ndio wote lazima muwepo. Lakini pia kuwavusha watoto wanapofika wameshuka, kisha mtoto anafanya anavuka. Wakati mwingine si mna mawasiliano na wazazi, bana njoo kwenye kituo fulani uje uchukue nini watoto wako. Watoto wengine wanaibiwa njiani humo. Aina mtu anakuwa anasoma tu, anamtaka mtoto, baada ya muda anaona kumbe anakuwa mwenyewe tu. Na mtoto akidanganya kidogo anafanya nini? Anaondoka. Kwa hiyo ni lazima mtoto akabidhiwe kwa mzazi husika au muhakikisha anafika nyumbani.